ndiko hati ya heshima, ili uthibitishe kuwa wewe Mheshimiwa Halima Omari Dendego, mkuu wa mkoa wa Mtwara, kwa madaraka niliyopewa na Kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania Dayosisi ya Kusini Mashariki Mtwara, na kutunuku hati hii kama alama ya kutambua, kuheshimu, kuthamini na kuunga mkono juhudi zako kama mwanamke kiongozi shupavu na shujaa katika kuongoza, kushauri, kukemea maovu na kuhimiza wasichana na wanawake kujitambua katika nafasi zao ili kujiletea maendeleo. Na ijulikane kuwa hii ni hati ya askofu ya heshima ya juu na hutolewa kwa watu maalum, kwa wakati maalum na kwa sababu maalum. Mimi Askofu Lucas Luigilo Mbedule Juda ndiye askofu wa Dayosisi ya Kusini Mashariki ya Kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania, kwa mamlaka ya kiaskofu ninakutunuku wewe Mheshimiwa Halima Omari Dendego hati hii ya askofu ya heshima ya juu ili kutambua kama mwanamke kiongozi na jasiri na shujaa wa maendeleo yasiyojali itikadi yoyote ile. Tuzo hii ikutie moyo na iwe chachu ya kufanya vizuri zaidi katika wajibu wako. Uso wa Bwana uende pamoja nawe. Maneno haya ni kutoka kitabu cha Kutoka 33:14. Ni mimi Lucas Luigilo Mbedule Juda, askofu, na kutunuku. Tazama kanisa lako, ushindi, Yahweh, 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 tazama watoto. Tuombe. Bwana Mungu aliyemwita mtumishi wako huyu, umemwita kwa namna ya pekee na kwa wakati wa pekee, apate kusimama kuliongoza taifa lako. Sisi tunataka kushukuru wewe Mungu kwa umemleta kwa wakati maalum na kwa sababu maalum katika maeneo haya kusini. Tunataka kuomba ulinzi wako kwake wakati wote na mahali popote atakapokuwa. Umlinde dhidi ya maadui wote wa mwili na roho. Wanyamazishe wote wenye nia ya kuvuruga maendeleo na hata kumsema vibaya. Tunarudia kusema uso wako Mungu uende pamoja naye siku zote. Watakapomwona yeye waone nuru yako ya maendeleo na ukombozi. Wabariki watendakazi pamoja naye. Vyombo vya ulinzi kutoka ofisi ya mkuu wa mkoa, ofisi ya wilaya na wengine wote, wakumbatie, waongoze, wajengee umoja na ushirikiano. Adui wa mafarakano akose nafasi. Tunaweka mikononi mwake familia yake pia. Uilinde na kuibariki. Tunaacha yote mikononi mwako katika jina lako Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. 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 Basi tume Injili ya Marko Mtakatifu mlango wa 16 kwa wale wenye Biblia, na mstari wa kwanza mpaka mstari ule wa 3. Marko Mtakatifu mlango wa 16 mistari ile mitatu ya kwanza. Maneno yaliyomo yanasema hivi: hata Sabato ilipokwisha kupita, Mariamu Magdalena na Mariamu mamaye Yakobo na Salome, hao wote ni wanawake, walinunua manukato wapate kwenda kumpaka, yani Yesu, kule kaburini. Hata alfajiri mapema,
Siku ya kwanza ya juma wakaenda kaburini, jua lilipoanza kuchomoza. Mstari wa 3, wakasemezana wao kwa wao, ni nani atakaye tudhingilishia lile jiwe mlangoni pa kaburi? Ni nani atakaye tudhingilishia lile jiwe mlangoni pa kaburi? Ndugu zangu, na katika mistari hiyo tunaelekezwa kundi la kina mama. Akina mama watatu. Mnajua wanaosoma Biblia, Yesu baada ya kufa kulitokea tikisiko mkubwa pale Yerusalemu. Hata wanaume wenye nguvu walijificha. Na bila shaka kama ilivyo Kenya sasa, wengine walihama na mji. Walipoona watu watatu wamekamatwa, tena wanaume, na si kamatwa tu, wametandikwa viboko na wamewekwa msalabani. Kwa mji ulichafuka, hofu ilitanda. Na kweli wakatimiza azma ya kumua Yesu, akauawa, wakashangilia, akazikwa. Alipozikwa sasa, wanawake hawa, ndicho tunachotaka tukae hapo. Wanawake hawa walijua desturi kwamba mtu hawezi kuzikwa bila kuoshwa na bila kupakwa mafuta. Sasa mnakumbuka wanaosoma Biblia wakati ule wa maombolezo, na wanawake walikuwa wanamfuata nyuma wanalia. Wanamfuata nyuma wanalia. Na walijua kwamba alikufa kifo kibaya ambacho hakikuwa na matayarisho ya mazishi ya Kiafrika. Hata sisi Kiafrika mtu akifa hatumziki hivi. Akina mama wawili inaonekana ni majasiri, hawana hofu. Mmoja kati yao anatia neno la hofu. Ni nani? Wala mimi nadhani angesema, jamani, nani kati yetu? Nani kati yetu ataka tuongoze? Ila wanasema ni nani, manake swali hili linavuka ng'ambo ya ufahamu na uwezo wao. Wajibu wenu ni kuitumia. Wanawake hawa wanasema nani atakaye tuingilishia jiwe? Sasa mimi na tafsiri jiwe kama ni changamoto katika jamii. Kuna changamoto mbalimbali katika jamii. Changamoto za kimaisha, changamoto za kijamii, changamoto za desturi, changamoto za utamaduni, changamoto za mila. Wako wanawake wamesoma, wamefika mbali sana, lakini bado nachelewa kusema, bado wako wengine wanajitahidi kuonyesha mchango wao kuleta mageuzi katika jamii, lakini wako wengi, namba kubwa, bado hawajafanya wajibu wao sawa sawa kulingana na elimu yao na uwezo wao. Wanaogopa, wana hofu. Na leo tumemleta miongoni mwenu mama katikati yenu, Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, kama mama ambaye anasimama katikati yenu kuleta mageuzi, maendeleo, kuleta mabadiliko na mapinduzi ya kifikra. Inawezekana kisimama mama wako kina mama wenzake wanaombeza. Inawezekana. Hasa naye mama huyu. Kwa kuna changamoto nyingi katika uongozi, Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa. Kuna changamoto nyingi katika uongozi. Ndio maana hata Mungu alikuwa anachoma moto wakati fulani, sio? Hata Yesu alikuwa na heri mwenye moyo safi na kadhalika, wanamdharau, wanamsukuma, lakini siku nyingine akatafuta viboko. Si mnakumbuka? Akakunja viboko. Kuna waovu na wale wenye ninyi viongozi wanatia moyo. Hakuna uongozi wa kuchekewa tu. Hakuna. Na huo sio uongozi. Hakuna. Narudia tena, hakuna uongozi wa kuchekewa na kushangiliwa tu.
kubwa nikijielekeza kwa Bwana Mungu wangu, nikimshukuru, nikimtukuza na nikimpa sifa. Amen. Ninayo imani kubwa yote haya yanayotokea chini ya jua, yote haya yanayotokea katika maisha yangu ni kwa uratibu wake. Amen. Mimi kama Halima nisingeweza, mimi kama binadamu nisingeweza, mimi kama mama nisingeweza sana. Amen. Lakini kwa upendo mkuu alionao Mungu wetu, leo kupitia kanisa wananiinua mbele yenu. Amen. Ni faraja kubwa sana kwangu mimi. Ni faraja kubwa kwa kanisa. Ni faraja kubwa kwa familia yangu. Lakini ni faraja kubwa kwa taifa langu, na ni faraja kubwa sana kwa wanawake wote ulimwenguni. Mheshimiwa Baba Askofu, nashukuru kwa nafasi ulionipa na mimi niseme. Kwa wakati mwingine ungesema mwanangu nimekutunuku, nenda kwa amani, ningeweza kwenda bila kutia neno lolote. Lakini kwa kuwa umenipa fursa mtoto wako niseme leo, basi na mimi nitasema. Lakini kabla sijasema, naomba niinue macho yangu, naomba nijielekeze kwa Mungu wangu, kukiri na kunena kwa kinywa changu kwamba tuzo ya heshima ya juu ulionipa wewe leo Baba Askofu, leo tarehe 10 mwezi huu wa 8 2017, nimeipokea kwa heshima kubwa, nimeipokea kwa mikono miwili, lakini nimeipokea kwa unyenyekevu mkubwa, nikiamini ni salamu na baraka kutoka kwa Mungu wangu. Ahidi na natoa ahadi timilifu mbele yako, nitaitumia tuzo hii siku zote kunipa nguvu, kunitia moyo na kunihamasisha mimi na wale ninaoongoza, lakini kuhamasisha wanawake wenzangu popote walipo, tuweze kuungana pamoja, tuwatetee wanajamii zinazotuzunguka. Jamii zetu zimekumbwa na machungu mengi. Jamii zetu zina matatizo mengi. Jamii zetu zina changamoto nyingi. Na katika changamoto hizi wapo waliokata tamaa, na wapo ambao wanajuta kuwepo katika hii dunia. Lakini kupitia sisi tukawe wafariji kwao, tukawe faraja kwao, tukawafute machozi. Na siku zote Baba Askofu, huwa nikitenda kazi yangu ya ukuu wa mkoa, huwa siangalii ukuu wa mkoa peke yake. Huwa naenda kushoto na kulia, naenda mbele na nyuma, naenda juu na chini, najiangalia kama mkuu wa mkoa. Lakini ni mtumishi tu niliyopewa mamlaka na Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa nasimama kumwakilisha Mheshimiwa Rais wangu siku zote. Nasimama kumwakilisha rais na serikali yake. Lakini kubwa huwa nabeba kundi kubwa sana nyuma la wanawake. Na huwa nabeba kundi kubwa sana kulia kwangu la vijana, ambao niliingia kama kijana lakini mwanamke. Kwa hiyo siku zote nasema mimi ni kielelezo, nikitenda vyema nitawainua walioko nyuma yangu. Nikitenda vibaya nitawaangamiza. Kwa hiyo huwa naenda zaidi ya yale mamlaka niliyopewa. Lakini mimi ni mama, ni mlezi wa familia. Siku zote ninapokutana na wale ninaowahudumia, huwa nachukua pia nafasi yangu kama mama. Huwa ninawasikiliza, na wakati nawasikiliza najaribu kufananisha na mtoto wangu. Leo mtoto wangu angekuja na hivi, ningefanya maamuzi gani? Leo mdogo wangu angekuja na hivi, ningefanya maamuzi gani? Leo baba yangu angekuja na hivi, ningefanya maamuzi gani? Imekuwa ni msaada kwangu kufanya maamuzi ambayo yanawagusa wengi katika mguso ulio mwema. Kama kuna ambao nitawagusa vibaya, basi watakuwa ni wachache sana. Kwa hiyo nataka niwakumbushe wenzangu siku zote tutende kazi, lakini katika kutenda kazi hizi tutende kwa upendo, kwa huruma, lakini tuwe na hofu ya Mungu, kwa sababu hatujui siku wala saa ambayo Mwenyezi Mungu atakuita na kukuuliza ulifanyia nini nafasi niliyokupa. Lakini kama alivyosema Baba Askofu, wakati tunatenda wapo wanaofurahi, lakini wakati tunatenda pia wapo ambao wanaumia na matendo yetu, na mara nyingi huwa ni wachache sana, lakini wana kelele nyingi ambao wakati mwingine wanaofurahi wanaweza wasisikike. Baba Askofu,
nimesimama hapa leo, moyo wangu ukiwa unavuja damu kwa ajili ya hao wachache uliowasema. Nimekuja nikitembea nikija kanisani leo, mimi moyo wangu ndani unavuja damu kwa majeruhi ya kashfa, majeruhi ya matusi, majeruhi ya kubezwa na mambo kadha wa kadha. Lakini nikuhakikishie leo mbele ya kanisa hili, mbele ya Mungu, umeniongezea nguvu, nimezaliwa upya. Nimepata nguvu ya kweli, nguvu thabiti. Nilikuwa nayo nguvu, lakini leo nguvu imeongezeka. Kwamba unapofanya, wapo watu wanatambua, wapo wanaokutakia mema, na wapo wanaokuambia songa mbele. Kwa kweli nitatoka hapa, nitasonga mbele. Naamini kabisa mimi ni mwanamke jasiri. Naamini kabisa ni mwanamke anayetenda kazi zangu bila hofu, lakini nina hofu ya Mungu. Ni mwanamke ninayejiamini, lakini imani yangu ya kweli inajengwa na jamii kama hizi. Viongozi wa kidini, viongozi wa kimila, viongozi wa kisiasa, wana jamii wenyewe, wazazi, walezi, ndio wanaweza kutengeneza kitu nikaitwa mimi. Kwa namna ya kipekee pia leo niwashukuru. Niwashukuru sana, mnaendelea kunijenga. Tumsifu Yesu Kristo. Mimi ni mpenzi sana wa nyimbo za kumtukuza Mungu. Leo wale wanaonifahamu vizuri, sauti kidogo ina shida. Neema, neema imefunguliwa. Neema, neema imefunguliwa. Neema, neema, neema imefunguliwa. Neema, neema, neema imefunguliwa. Neema kwa sisi sote, neema imefunguliwa. Neema, neema, neema imefunguliwa. Neema kwa wanawake, neema imefunguliwa. Neema, neema, neema imefunguliwa. Neema, neema. Kwa kweli binafsi kama mkazi wa hapa Mtwara na kubali utendaji wa mkuu wa mkoa huyu, kwa maana amejikita zaidi na wananchi katika nyanda za kielimu, afya, maji. Kwa kweli ni mwanamke jasiri, pamoja anapata maneno mbalimbali ya kumkatisha tamaa, lakini yeye anasonga mbele. Mimi ninachomshauri aendelee kuwa na wanyonge hawa, kwa sababu hata Mungu anatambua kwamba wako watu wanyonge hawatendewi haki. Kwa yeye ameamua kujitoa kuwa pamoja nao ili waweze kuishi na wao maisha mazuri hapa duniani. Tunashukuru Mungu sana, kiutendaji kazi tunaona yuko vizuri, hajatuacha, anaangalia sana wanyonge. Pia anahimiza sana ufanyaji wa kazi, kwa sababu wengi walikuwa wamekaa sana bila kufanya kazi, lakini kwa sasa hivi tunaona kila mmoja anawajibika. Kwa hilo tunashukuru sana. Huyu mama anafanya kazi kama mama, na tunashukuru ameona matatizo ya Wanamtwara, hususan kupitia katika swala la wasichana ambao wengi wachukua kwa kuweka kama ni maskel au saa nyingine kuoa wakati wana umri mdogo. Kwa hiyo kama mama jasiri ametoa mwongozo mzuri, na sisi kama wakazi wa Mtwara lazima tumuunge mkono katika hili kwa ajili ya kukomboa mtoto wa kike, ili na yeye aweze kuwa mfano kama alivyokuwa huyu mama sasa hivi. Kwa hiyo kwangu mimi binafsi, huyu mama namkubali 100%, na natoa rai kwa Mheshimiwa John Pombe Magufuli, huyu mama bado tuendelee kuwa naye hapa kwa sababu tunamkubali. Kwa mimi binafsi, yani nashirikiana pamoja na Mheshimiwa Askofu, yani hakufanya kosa kumpa ile shahada. Amefanya kitu kizuri sana, kwa sababu mkuu wa mkoa kweli tunaye na anayoyafanya tunayaona, tena ni mazuri. Kwa kusema ukweli, asiyekubali atakuwa akubali mpaka siku ya mwisho, lakini anayotenda ni mema na kila mtu huwa anampongeza. Asiyepongeza basi atakuwa na jambo la kwake. Kwa kweli mimi nampongeza sana tena sana kwa kusimamia katika upande wa mazao. Kiukweli watu walikuwa wananyonywa, sio siri sana, lakini yeye amesaidia sana watu mazao yao. Sasa kama ni zao la korosho, watu wanauza kwa halali kabisa yani. Na mtu kama jinsi anavyolima na anavyovuna na akiuza anapata kile ambacho anastahili kukipata, tofauti na kipindi cha nyuma. Hali kadhalika amekemea sana mimba za utotoni.
kiukweli watoto wetu, ndugu zetu kilikuwa kinawatesa sana, sababu wengi walikuwa masomo yao wanakatiza, walikuwa na ndoto lakini ndoto zao zinafifia. Kwa kweli, kwa hiyo nampongeza sana kwa yale ambayo ameyatenda, tunamkubali kwa kweli.